Hakika lisemwalo lipo, na kama lipo basi linakuja. Of course wananchi na baadhi ya wadau wamekuwa wakihoji baada ya kupata taarifa kwamba kumekuwa na safari nyingi, yani zaidi ya safari 3 kutoka nchi ya Burkina Faso kwenda katika nchi ya Urusi. Yani mwamba Ibrahim Traore amekuwa akijipatia ziara tofauti ambazo zinajikuta zinajirudia, na watu wameanza kuhoji na kuanza kuhisi kitu, kwa sababu historia ya Putin bwana kiwalisia ni kiongozi kutokea nchi ya Urusi, na ni rais ambaye mara nyingi sana anapokuwa na ukaribu na viongozi kutokea nchi za Kiafrika, yani ni lazima atakuwa na ile interpersonal benefit ya kwake mwenyewe ama benefit ya taifa lake la Urusi. Yani hawezi akawa na ukaribu tu from nowhere bila ya yeye kuweza kunufaika. Paka sasa, paka muda huu, kinachodaiwa na watu ambacho wamekuwa wakiamini kabisa kwamba huenda yani kiongozi ama waziri wa mambo ya ndani anayefanya kazi na Ibrahim Traore huenda akawa anashindwa kuzungumza na kutoa rekodi za kweli kuhusiana na sakata linalomkumba sasa hivi, na tuhuma ambazo zinamsumbua sana Ibrahim Traore kuonekana kwamba anafanya biashara ya siri kutoka nchi ya Burkina Faso, kutoa dhahabu na kupeleka katika nchi ya Urusi. Ndio maana kumekuwa na interconnection nzuri sana baina Ibrahim Traore pamoja na rais wa Urusi ambaye ni Vladimir Putin, na hili huenda likawa lina asilimia zake. Yani yote yanayozungumzwa hapa, yani tunayapa 50 kwa 50, huenda ikawa ni kweli kwamba kuna interconnection inayofanyika hapa ya kibiashara kati ya Burkina Faso pamoja na nchi ya Urusi, ama huenda isiwe kweli kutokana kabisa kwamba mwamba huyu ameonekana kuwa na ukaribu. Kwa hiyo huenda isifikiriwe in a negative way kwamba huenda ukawa ni ushikaji na urafiki tu wa kawaida kati ya Putin pamoja na mwamba Ibrahim ama Kapteni Ibrahim Traore. Lakini mpaka sasa hivi watu wameendelea kuhoji sana, na hata baadhi ya viongozi wanaamini kwamba huenda wakajithibitishia na wakapata uthibitisho, basi hili litakuwa ndo kosa kubwa la kumuondoa ama la kuweza kumngoa Rais Ibrahim Traore, ambaye kwa sasa wanamtafutia sababu na wanamtafutia kosa na chanzo tu aweze kuonekana mbaya na lipatikane doa kubwa ambalo litamfanya aweze kung'olewa katika kiti cha urais ndani ya nchi ya Burkina Faso. So nafikiri cha msingi tukutane kwenye comment, na hii ni Hatuboy Media, the best choice, the quality of tomorrow. Hatuboy Media. Usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.